إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول مولى جل وعلا في كتابه، anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله بل أكثرهم لا يعلمون. anasema Allah katika suratu Al-A'raf, walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinin, na kwa hakika tuliwaadhibu watu wa Firauni kwa kuwapa ukame, wa naqsin min ath-thamarat, na kuwapunguzia matunda walioyalima, la'allahum yadhakkarun, ili waweze kukumbuka. Katika aya hii Allah subhanahu anathibitisha ya kwamba watu wa Firaun lamma kadhabu wa taghaw wa kafaru, walipokadhibisha na wakachupa mipaka na wakakufuru, wakakataa yale ambayo amewaijia nayo Nabiyullahi Musa katika kumsadikisha na katika kumwamini na kuamini kile ambacho alichokuja nacho kutoka kwa Mola wake. Walipokadhibisha, Allah anasema aliwaadhibu kwa kuwateremshia ukame. Ardhi zao walizokuwa nazo wakitegemea kulima zikawa haiwezekaniki tena kuweza kulima. Ardhi zao walizotegemea watapanda mbegu mbalimbali za kuweza kutoa vyakula, likawa hilo haliwezekaniki kwa sababu ardhi ni kame. Mvua walizokuwa nazitarajia kila wakati nazo zikakatika, pakawa hakuna mvua. walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarat, na mapungufu makubwa yalitokamana pia kutokamana na matunda waliokuwa nayo. Mmoja wa tafsiri wa Qur'ani akasema ukame ulikuwa vijijini na upungufu wa vyakula na matunda ulikuwa katika miji yao. Allah amewateremshia adhabu hii watu wa Firauni kwa sababu gani? La'allahum yadhakkarun, ili wao waweze kukumbuka ya kwamba wana Mola mwenye mamlaka ya kufanya lolote alitakalo kwenye hii dunia, Allahi rabbil alamin. Mola huyu ndiye ambaye wanatakikana wamnyenyekee na wamrejee na wamtake kila aina ya msaada, la'allahum yadhakkarun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi, watu hawa walikuwa wakijiwa na mafanikio, mimea ikaweza kutoa matunda na mazao mbalimbali, mvua ikiweza kunyesha, wakawa wana uwezekano wa wao kulima, ardhi ikawa imetota maji. Qalu lana hadhi, walikuwa wanasema hii ni stahiki yetu sisi,
ndio tunaostahiki kuneemeshwa kwa kiasi hichi. Neema ikiwaijia, wanasema hiyo ni kwa ajili yao, wamestahiki wao kupata. Allah anasema wa idha jaatuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun, na ikiwa watapatwa na jambo baya, ikiwa watapatwa na ukame, ikiwa watapatwa na upungufu wa mazao, yatayaru bi Musa wa man ma'a, wanasema hii ni nuhusi, huu ni mkosi aliyouleta Musa na watu wake. Kitendo cha Musa kutulingania kumwabudu Allah na sisi tukamkatalia, hii ndiyo nuksi ambayo kaileta huyu Musa na watu wake. Mpaka leo hii sisi hatupati mazao, wala ardhi zetu hazitoti maji, mvua nayo pia haiteremki. Yatayaru bi Musa wa man ma'a, Allah anasema ala innama ta'iruhum inda Allah, lakini kheri na shari, mazuri yote na mitihani yote iko mbele ya Allah kwa amri yake subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anamtahini amtakaye na vile vile humpa kheri amtakaye. wanabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Aya hii ndugu zangu nayo pia inathibitisha ya kwamba watu wema wanapowaambia watu jambo la kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wale watu waovu watakapokataa, yakiwapata mabaya, watu hawa waovu hukimbilia kusema ya kwamba hii ni nuksi, nyinyi manabii na mitume mmekuja na gundu katika ardhi hizi. Na haya maneno ameyahadithia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Namli alipokuwa akimzungumzia nabiyullahi Salih alayhi salam, walaqad arsalna ila thamuda akhahum saliha an i'budu llaha fa idha hum fariqan yakhtasimun. Allah aliwapelekea watu wa Thamud nabiyullahi Salih, akawaambia an i'budu llah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno lile la kuwaambia wamwabudu Allah, fa idha hum fariqan yakhtasimun, ghafla makundi mawili ya waliomwamini nabiyullahi Salih na kundi lingine lililokufuru na kukataa yakawa ni magomvi, makundi hayo mawili, ibadallah. Sasa watu hawa walipoona hali yao ya ugomvi imeshakuwa hivyo, qalu, wakasema tayyarna bika wa biman ma'ak. Qalu tayyarna bik, wakasema sisi tumepatwa na nuksi, ardhi yetu imekuwa kame, miji yetu mazao yamekuwa hayapatikaniki tena, kila anayelima hawezi kufanikiwa kwenye kilimo chake. Qalu tayyarna bik, wakasema tumepatwa nuksi kwa kupitia wewe nabiyullahi Salih, wa biman ma'aka, na wale wote waliokuwa pamoja na wewe. Hawa watu wa nabiyullahi Salih nao pia wanamwambia vile vile kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa alayhi salam, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Nabiyullahi Salih akawaambia innama ta'irukum inda Allah, hakika kheri na shari, hakika mazuri na yale yote mabaya na mitihani ni kwa amri ya Allah yako mbele yake subhanahu wa ta'ala, kama alivyotafsiri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun, bali nyinyi ni watu ambao tuftanun ay tukhtabaruna bil khairi wash sharri, nyinyi ni watu ambao mnatahiniwa kwenye khairi na shari. Lakini al-Imam al-Quradhi, Muhammad al-Quradhi, yeye akasema bal antum qaumun tuftanun ay bal antum qaumun tu'adhabun, bali nyinyi ni watu ambao ni wenye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa Salih nao hawa pia wanasema uwepo wa nabii na uwepo wa rasul na uwepo wa da'watu tauhid na kupatikana baadhi ya mitihani na kutokea ukame kwenye ardhi fulani na mitihani kadhaa inayowakumba watu, hii ni kutokamana na nuksi ya watu hawa. Uwepo hawa manabii na mitume na wafuasi wao, uwepo wao ni nuksi, ndilo linalosababisha ardhi kuwa kame,
watu kutokupata mazao, watu kutokuneemeka na neema mbalimbali. Suratu Yasin nayo pia, ashabul qarya, watu wa qarya wa mji na walisema, qalu inna tatayyarna bikum, hakika yetu sisi, ay al-kuffar, sisi makafiri ambao tumemkufuru Allah, tumekataa ibada ya kumwabudu Allah subhanahu, inna tatayyarna bikum, hakika yetu sisi tumeweka nuhusi, tumetaja kwa manuksi ni kutokamana na nyinyi. Haiwezekani ardhi ikawa kame kiasi hichi, haiwezekani neema za mvua zikakatika. Inna tatayyarna bikum, hakika yetu sisi tumesema nuhusi hii ni kwa kupitia nyinyi, mitihani hii ni kwa kupitia nyinyi. Kisha wakawaambia mitume, wakawaambiaje? La in lam tantahu, ikiwa hamtokoma mkaacha kutulingania hayo mnaotulingania, lanarjumannakum, kwa hakika tutakuweni. Tafsiri ya kwanza, lanarjumannakum. Tafsiri ya pili, tutakurushieni mawe. Wala yamassannakum minna adhabun alim, na itakupateni kutoka kwetu adhabu yenye kuumiza. Harbun ala alqatl, wanatangaza vita vya kuwaua manabii na kuwaua mitume na kuwaua waja wema, kwa sababu waliwaambia u'budu llaha ma lakum min ilahin ghayruh, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kwa aya hii ya hili tangazo la watu hawa, kila anayelingania kuwalingania watu kwenye kumwabudu Allah ni lazima atangaziwe kifo. Na mnafahamu kama baadhi ya manabii wa Allah wameuliwa, mitume wa Allah subhanahu waliuliwa na watu wao. Kosa lao kubwa, waliwaambia watu la ilaha illa Allah, muabuduni Allah peke yake, na kama sio jambo la kuuliwa hautolipata, basi patatokea mivumuko mbalimbali, imma ya mawe, imma ya tuhuma mbalimbali, imma kushtakiwa, imma kupelekwa gerezani, kwa sababu watu hawa walisema lanarjumannakum, kwa hakika tutakurushieni mawe. Wala yamassannakum minna adhabun alim, na itakupateni kutoka kwetu adhabu yenye kuumiza. Mitume wale na manabii wale walisema kuwaambia watu hao, innama ta'irukum inda Allah, ta'iru yenu, nuhusi yenu mnaoisawa nyinyi, hii ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlipokadhibisha, yeye ndiye ambaye yuqaddiru al-umur, ndiye mwenye kuyakadiria mambo, anajua wakati huu wafanye hivi, anaamuru kwani hili ipatikane khairi hii, sasa hivi kupatikane mtihani huu. Ala innama ta'irukum inda Allah, ta'iru yenu nyinyi, nuhusi yenu, Allah subhanahu ndiye mkadiriaji wa mambo yote. Ibadallah, aya hizi tatu ndani ya Qur'an zinathibitisha jazman ya kwamba jambo la nuhusi, kwamba kuna nuksi katika ardhi, kuna nuksi kwa watu, kuna nuksi kwa binadamu fulani au wanyama au ndege, ilikuwa ni amali ya watu wa zamani sana, kuanzia watu wa Nabiullahi Musa, watu wa Nabiullahi Saleh, ashabul qaryati. Lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, yeye alayhi salatu wasalam, kama fi sahihain, ameutahadharisha umma wake kutokamana na itikadi hii chafu, itikadi ya kuitakidi kwamba kuna nuhusi. Fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la adwa wala tiyara wala hamata wala safar. La adwa, hakuna kuambukizana maradhi, kwamba nikikaa na wewe pembeni hapa utanyambukiza maradhi. Kwenye hadithi nyingine akasema kwamba hakuna kuambukizana maradhi. Ikiwa hilo jambo lipo la kuambukizana maradhi, faman aada al-awwal, ni nani aliyemwambukiza mtu wa mwanzo kuyapata maradhi hayo? Mtume anasema la adwa, hakuna kuambukizana maradhi, bali akasema wala tiyara, wala hakuna jambo la nuksi, hakuna jambo la gundu, bali pia mtume akasema wala hamata, wala sauti za ndege kadhaa hakuna, kama zina athari fulani hazipo, bali pia mtume akasema wala safar, wala mwezi huu wa safar,
wala hakuna athari yoyote inayoweza kumpata mtu kwenye mwezi wa Safar. Na sisi leo hii tukiwa tarehe 10 ya mwezi wa Safar katika miezi ya Kiislamu, walikuwa wale waliotangulia min ashabil jahiliya, katika watu wa jahiliya walikuwa wanaitakidi mwezi huu sio mwezi wa kufunga ndoa, sio mwezi wa kufanya biashara, sio mwezi wa kufanya matembeleano, kwa sababu mwezi huu ni mwezi una nuksi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wala safar. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, Mtume alayhi salatu wasalam anatahadharisha itikadi hii ya tiara, anatahadharisha itikadi hii ambayo ni itikadi ya kuitakidi nuksi, kuwepo kwenye miezi, kuwepo kwenye nyakati. Bali pia katika sunan Imam Abi Daud hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud marfu'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu ya itikadi hii, faqal, akasema at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun wama minna illa walakin yudhhibuhu bitawakkuli. Anasema nuksi ni ushirikina, nuksi ni ushirikina, nuksi ni ushirikina. Wama minna illa, na hakuwa yoyote kati yetu sisi isipokuwa inawezekana ikampitikia hii hali, lakini yudhihibuhu bitawakkuli, ataiondosha ile nuksi kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, akimrejea Mola wake tabaraka wa ta'ala, ile nuksi yote inaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii anatoa hukumu ya kwamba nuksi ni ushirikina. Bali pia katika musnad Imam Ahmadi, katika musnad al-Imam Ahmadi hadithi Abdullah ibn Umar bisanadin hasan, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man raddatuhu tiyaratu, yeyote itakayomrejesha nuksi kwenye kufanya jambo, akaona ngoja asiende, arudi nyuma kwanza, asisafiri sasa hivi kwa sababu kuna jambo fulani, akaamua asiende, likamrejesha nuksi, ikamrejesha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man raddatuhu tiyaratu min hajatin, yeyote itakayomrejesha nuksi kwenye haja fulani, faqad ashrak, amefanya ushirikina. Ametoka nje ya nyumba yake akakutana pale kuna mzoga wa kuku au nini imetupwa nje, na alikuwa na safari. Baada ya kuona mzoga ule umetupwa pale nje ya nyumba yake, akasema hii tayari nuksi, siwezi kusafiri, akakansel safari yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad ashrak. Na hata Al-Fadhl ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipokuwa anaelezea nini maana ya tiyara, alisema innama tiyaratu, hakika si vinginevyo nuksi maana yake ma amdaka au raddak, ni kile ambacho kitakupa ruhusa ya kukiendea kitu au kukuzuia usikiendee. Hiyo ndo nuksi. Kutokamana na hii siendi, kutokamana na hali hii naenda, kwa sababu hii ya kuinijia mtu asubuhi na kutaka chenchi, hii tayari nuksi ya kwangu mimi, siwezi kufanya biashara, basi nafunga ofisi yangu au sifanyi kitu fulani. Al-Fadhl ibn Abbas anasema innama tiyaratu man idha ma amdaka au raddak, ni ile ambayo imekupa ruhusa ya kukiendea kitu au kukirejesha au kurudi. Na Mtume alayhi salatu wasallam kwenye hadithi hii ya Abdullah ibn Umar anasema man raddatuhu tiyaratu min hajatin, yeyote ambaye tiyara nuksi itamrejesha kwenye haja, kuna jambo likarudi kwake yeye asilifanye kwa sababu ameona ishara za nuksi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad ashrak, mtu huyu amefanya ushirikina. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله،
enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna min suwari au min suwari tiyarati, miongoni mwa picha za nuksi ni zile ambazo rawa anhu al-Imamu Abu Nuaym fi hilyatihi. Habari moja aliyoitaja al-Imam Abu Nuaym katika hilya yake, kitabu chake, anasema al-Imamu Abu Nuaym, inna rajulan wahidan, hakika ya mtu mmoja, sami'a sawta al-ghurabi na'aba wa huwa ma'a Tawus ibn Kaysan al-Yamani at-tabi'i. Mtu mmoja alikuwa anatembea na tabi'iyun Tawus ibn Kaysan al-Yamani, walikuwa wanatembea barabarani. Yule mtu mwingine akasikia sauti ya kunguru naaba, akipita kwa sauti ya juu anapiga kelele. Yule mtu aliposikia ile sauti, faqala, akasema khairun, bora, kheri, afadhali, vizuri, sauti hii na kheri. Akayasema hayo maneno yenye maana hiyo. Faqala Tawus ibn Kaysan lahu, al-Imam Tawus tabi'i akamwambia, a'inda hadha khairun am shar, je, mbele ya huyu kunguru kunapatikana kheri na kunapatikana shari? Kwenye kunguru ametoa sauti, je, sauti ya kunguru kuna kheri yoyote inapatikanwa? Na je, kuna shari yoyote inapatikanwa? Akamwambia, la tashabni au tamshi, usitembee na mimi au uondoke tu, usitembee na mimi au ondoka tu, sihitaji kuwa na watu namna hii. Hii ni sura ya at-tashaum, sura ya kuwa na nuksi, kuweka nuksi kupitia ndege. Akaisikia sauti ya bundi juu ya paa la nyumba, tayari anasema ya kwamba ndani yake kuna mtu atakufa, au mgonjwa tuliye naye anakaribia kuondoka duniani, au kuna habari ya kifo itatuijia, au ndege yoyote yule katika ndege. Mtu akimsikia huyo ndege anasema tayari kuna shari hapa. Bali tashaum inakuja mpaka katika upande wa alhayawanat, mpaka upande wa wanyama. Kuna muda mtu akisikia sauti ya punda, yashuku fi dhalik, anatia shaka kunako hilo. Hii sauti ya punda, kwa nini analia sasa hivi? Yawezekana kuna kaita wa kait, kuna ubaya fulani hapa, anatia nuksi kwa sauti ya punda. Lakini sio hivyo tu, na wanyama wengine mtu akisikia sauti zao, kwenye baadhi ya nyakati akasikia sauti ya ng'ombe usiku wa manane, akaisikiliza ile sauti ya ng'ombe wake, tayari anatia nuksi kwenye akili yake, hapa kuna jambo baya. Lakini sio hivyo pia, ziko nuhusi kwenye zama na nyakati. Kuna masiku mtu haendi kazini kutokamana na hali ilivyo, akitazama anasema leo hii sio siku ya kufanya kazi, siku ya leo sio siku nzuri, mwezi huu sio mwezi wa kulima, mwezi huu sio mwezi wa kufanya biashara, bora nikapumzika zangu nyumbani kijijini huko, kwa sababu naona hali sio nzuri. Anautia nuksi mwezi ambao ni katika makudurati Allah subhanahu wa ta'ala wa makhluqati, ni katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman, muda kaumba Allah subhanahu, huo muda alioumba Allah. Wewe unasema mwezi huu sio kufanya biashara. Lakini pia watu natia nuksi kwenye as-sanawat, miaka hii anasema mwaka huu ni mwaka mbaya, nimemaliza 2025 kwa ubaya mkubwa sana, nimekula hasara mimi, nimeharibikiwa mambo yangu mengi, mwezi haukuwa mzuri kwangu mimi, haukuwa na kheri yoyote kwangu mimi. Anasema mwezi, anausema mwaka huo kama ni mwaka umemtia hasara, na anauhesabu ni mwaka uliokuwa na nuksi na gundu. Lakini sio hivyo ibadallah, kuna watu natia nuksi fil amkina, kwenye nyumba au sehemu ambayo alikuwa anaishi, ikatokea ugomvi baina yake na mwenye nyumba, wakakwaruzana, akafukuzwa,
basi ile nyumba tayari ameshaitilia gundu. Anasema hiyo nyumba sio ya kuishi, sishauri mtu kukaa mle ndani. Lau kwa mfano kwenye nyumba hiyo kungalikuwa kuna mtihani wowote, pakawa labda kuna usiku labda paka anapita pita, nafanyaje? Tayari mtu anawaambia watu ile nyumba sio nyumba ya kheri. Nyumba imekaa kimya, hakuna mtu anayezungumza humo ndani. Ukifika mle ndani unajiona mwenyewe unakaa kimya, uzungumzi hata na mke wako. Nyumba ile haifai. Bali kuna sehemu ambazo watu walidhuriwa. Kuna sehemu mtu ambaye alidhuriwa, yawezekana labda mtu alivamiwa na wezi, eneo lile linatilia nuksi. Anasema lile eneo bwana sio eneo zuri lile bwana. Lile eneo bali linipatia mtihani mkubwa sana. Mpaka leo mimi sina hamu na yale maeneo ya kule. Anatia nuksi maeneo, sehemu ambazo ameziumba Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni mtaa au mji au maeneo fulani au mkoa. Billahi alaikum, mnamsemaje mbwa mweusi? Wewe ukimtazama mbwa mweusi unasemaje? Unasemaje ukimwona paka mweusi? Nafsi yako inakusuta na kuambia huyu sio mnyama, huyu sio mdudu, huyu ni shetani hili. Kwa hiyo huwezi ukamweka ndani ya nyumba, hauwezi sio ukafanya nini, bali akikupita tu pale paka mweusi unasema wakati mwingine kwenye moyo wako tayari kuna tatizo limetokea hapa. Bali watu natia nuksi mpaka kwa binadamu wenzao. Akiamka asubuhi akakutana na kilema, tayari ameshaharibu mazingira. Kwa nini nikutane na mtu huyu kilema tena? Kwa nini nikutane na mtu namna hii tena? Mimi sitegemei nakutana na mtu namna gani? Tisha huyu. Akikutana naye barabarani, au wengine wakakutana na mtu ambaye Allah kampa mtihani wa ngozi yake, albino, tayari atia nuksi. Tena wamama wajawazito hawa, wakati mwingine anatema mate kwenye tumbo lake lililovimba lile, anasema nisije nikazaa mtoto zeruzeru. Alaisa hadha kulluhu, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia huu ni ushirikina. Halafu anakuja mtu kwenye hii dunia anawaambia watu hii dunia bwana haina ushirikina hii. Hakuna ushirikina namna gani unaokusudia wewe? Ashirku mawjudun. Nuksi zipo kwenye mabiashara, kwenye kazi, kwa mpaka kwa watoto mtu anaowazaa. Wakati mwingine mtoto aliyemzaa unasema hii nuksi kwangu mimi. Kwa sura hii huyo mtoto tayari ushakuwa mtihani, ni gundu hii. Halafu nakuja mtu anakuambia hakuna ushirikina. Mtume kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud anasema at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Nuksi ni ushirikina. Nuksi ni ushirikina. Nuksi ni ushirikina. Maneno matatu hayo yote anayarejea Mtume kutilia mkazo. Ibadallah, sababu kubwa inayopelekea hali hizi kuwepo kwenye jamii ni kwa sababu aktharu nnas la yataallaquna birabbihim tabaraka wa taala. Wengi katika watu hawana mafungamano na Mola wao. Walipokosa imani ya alqada wal qadar, walipokosa imani ya kuamini makadirio, hapo ndipo walipoingia wakateleza, wakawa wanamshirikisha Allah asubuhi na mchana. Washirikina waliopita nao pia walikuwa na haya mambo. Takupa mfano mmoja tu. Walikuwa hawapendi kuona mtoto wa kwanza mke wake akijifungua ayo ni wa kike, hapendi. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu min turab au yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Walikuwa hawapendi kabisa mtoto wa kwanza ayo mwanamke. Tabia kama hizi ni kwa sababu wanaona mtoto wa kike atakuwa na mtihani, ni nuksi. Hawezi kwenda vitani huyu, hawezi kwenda kulima huyu, makazi ya maana hatofanya, utakuwa ni mzigo kwangu mimi. Haya, tuangalie maisha ya leo hii. Watoto wa kike unawasemaje? Anapojifungua mtoto wake wa kwanza akawa mtoto wa kike, unaionaje nafsi yako? Shirku mawjudun, ushirikina upo kwenye ardhi hizi. Ni kwa sababu watu wamekosa iman, mafungamano yao sahihi na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu anatuambia
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika yetu sisi. Sikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia ametuambia kwenye Qur'an, qul, sema ewe Muhammad, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, sema, lan yusibana, halitotupata sisi, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa lile ambalo Allah ametufaradhishia na ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndio mlezi wetu, yeye ndiye kipenzi chetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah tu wanaomtegemea ni waumini wenye iman, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiokuwa na imani ndio wanasema huyu mtoto ana nuksi, hili eneo lina mabalaa, lina gundu hili. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Bali Allah subhanahu ametuambia pia kwenye suratu At-Talaq, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Yeyote mwenye kumtegemea Allah subhanahu, Allah ndiye mwenye kumtosheleza, na Allah subhanahu ndiye mwenye kulitimiza jambo lake, amri yake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara, amekipangilia kila kitu kwenye mpangilio wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam inda Tirmidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametuambia, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, mpaka mtu awe na imani ya kadari ya kwamba kile alichokipata hakikuwa ni chenye kumkosa na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. Kalamu imeshaandika na wino umekauka. Bali pia vile vile fi sahihaini hadithi Anas, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la adwa, hakuna kuambukizana, wala tiara, wala nuksi hakuna, wa yu'jibuni alfa'lu, na inanifurahisha mimi alfa'lu. Qalu, wakamwambia ya Rasulullah, wama alfa'lu, na ni nini alfa'lu? Qala Mtume, alkalimatu at-tayyibatu. Alfa'lu maana yake ni neno zuri. Umemkuta mtu anaumwa na maradhi kadhaa, basi ukamtamkia neno zuri, ewe mwenye kupona, ewe ambaye utakayepata afya, ewe jamaa yangu mwenye kupona, karibu karibu sasa hivi. Kalimatu tayyiba, neno lililokuwa zuri. Mtume anasema ni zuri sana. Pale ambapo unapokutana na hali kama hiyo, sema maneno yaliyokuwa mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya niyowatanguliza, miongoni wa sababu kubwa ambazo watu wanadumbukia kwenye shirku billah ni kwa sababu watu hawatengenezi mafungamano madhubuti imara na Mola wao subhanahu wa ta'ala, bali jambo la Mola wao wanaamini tayari wameshamjua yatosha. Hakuna haja ya kudhatiti imani, hakuna haja ya kuijadidi iman na kujikumbushia mambo ambayo yanaitilia nguvu iman. Na miongoni mwa mambo hayo ni al-iman bil qada'i wal qadar, ni kuambiana imani ya kuamini al-qada wal qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini umtie dosari aliyekuwa na matatizo fulani? Kwa nini unaweza ukahisi ya kwamba sauti ya bundi itapelekea fulani afe? Je, wewe unajua elimu ya ghaibu iliyofichikana? Unafahamu wewe? Ukimsikia punda analia, unasema mtoto wangu huyo ataumwa degedege. Nani amekupa hiyo habari ayuha al-abd, ewe mja wa Allah fakir? Unajua ilmu al-ghaib wewe? Mambo yote yamekaa kwa makadirio. Allah kaishayapangilia yote kabla ya kuiumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Kila kitu kwenye hii dunia Mola wetu subhanahu shakipangilia chote. Ameshajua maradhi, ameshajua mitihani, ameshajua mafanikio. Hakuna haja ya kutia nuksi kwenye biashara, hakuna haja ya kutia nuksi kwenye maisha yako ya familia, watoto wako, jirani zako, marafiki zako, viwete unakutana nao, wagonjwa. Hakuna haja hiyo, bali jua tu ya kwamba kwa mujibu tuliyosema nyuma, mtu ambaye atakayejiingiza kwenye mambo makubwa kama haya ya ushirikina ana hatari kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna dhambi
Allah hatoisamehe kwa mtu wake kama dhambi la ushirikina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah husamehe madhambi mengine, wizi, utapeli, uzinifu, anayemtaka na msamehe tu, lakini sio dhambi la shirku billah, kuporomosha makadirio ya Allah, kumtia dosari Allah subhanahu kwa kila alichokiumba. Allah ameumba sehemu, Allah ameumba zama, ameumba nyakati, amewaumba watu kwa ashkal, kwa nafasi tofauti tofauti na maumbile tofauti tofauti. Kwa nini utie dosari kwa fulani eti kwa sababu umekutana naye asubuhi au umekutana naye wakati wa jioni? Kwa nini umtilie shaka mtu ambaye ni katika kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala? Na Allah subhanahu amesifika na sifa ya uzuri wa kuumba, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah amesifika na sifa nzuri ya kuumba. Ameumba sehemu, amewaumba wanyama, amewaumba ndege, ameumba chochote unachokijua kwenye hii dunia. Kwa nini utie nuksi kwenye viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni pale ulipokuwa dhaifu kwenye mafungamano yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Chukua tahadhari, jiweke mbali na ushirikina, jiweke mbali na matendo ya kishirikina, jikurubishe kwa Mola wako. Huko ndiko kuna najat, huko ndiko kuna kufaulu. Na kadri unavyojiingiza kwenye mambo haya ya kishirikina, ndivyo unavyojipa nafasi mbaya kabisa ya kumrejea Allah subhanahu, kwamba wewe ni katika watu ambao matarajio yao ni madogo sana ya kumrejea Allah subhanahu, kama alivyosema Hudhudi kumwambia Nabiullahi Sulaiman, wama hum bimuhtadin. Allahumma ruddana dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.